Baada ya kamanda wa GSU Lawrence Mwadime, naibu kamanda wa GSU Mathew Itere ambaye sasa ni kamishna wa polisi, na Erastus Kirui Chemorei, afisa mmoja mkuu wa GSU, kukabidhiwa majukumu ya kulinda dawa hizo za kulevya, mambo yalianza kuchukua mwelekeo mwingine. Watu ambao mwa babangu akapigwa risasi mob tu, wengine wanamesha kwa kifua na amka tu. Lakini maaskari wenye walikuja kumuua walitoka tu stations mbali. Sasa niko na wasiwasi sana mingi. Erastus Chemorei ambaye ni afisa wa 3 kimadaraka katika kambi ya mafunzo ya GSU Nairobi, anakisiwa kuchaguliwa na kuonekana kama afisa chapakazi na wa kuaminika, hivyo basi kukabidhiwa funguo za shehena hizo za madawa ya kulevya aina ya cocaine zilizokuwa zikihifadhiwa katika kambi ya GSU na kamanda wa chuo hicho. Kimsingi, kambi ya GSU ina sehemu 3 za kuhifadhi vitu vya siri. Sehemu ya kwanza ni ile ya kuweka zana za kivita. Sehemu ya pili ni ya kuwafungia askari wanaokiuka sheria, na sehemu ya 3 ni ile iliyotumiwa kuweka dawa hizo za cocaine. Jina la Erastus Kirui Chemorei lilianza kujulikana na kila mtu aliyekuwa na hamu ya dawa hizo za kulevya, miongoni mwa maafisa wakuu wa serikali na mawaziri. Baadhi ya maafisa wa serikali walianzisha magenge ya majambazi waliokuwa wakiua wapelelezi wote pasi na huruma. Chemorei alianza kujipata akipewa likizo ya lazima mara kwa mara bila ya kujua sababu zenyewe. Jicho pevu liliweza kupata barua ya likizo ya Chemorei na iliyokuwa ya kutilia shauku. Likizo ya kwanza ilikuwa Disemba 10 mwaka wa 2004. Likizo ya pili Februari mosi mwaka wa 2005. Likizo ya 3 Februari 8 mwaka huo, na likizo ya 4 Februari 17. Akiwa amesalia na siku 2 kabla ya kurudi kazini Februari tarehe 21, mambo yalichukua mwelekeo mwingine. Februari 19 mwaka wa 2005, mwendo wa saa 4:30 za mchana hivi, barabara zote zilielekea Kitale katika kitongoji cha Kitalale. Zaidi ya maafisa wa polisi 70 kutoka vituo mbalimbali chini ya uongozi wa aliyekuwa mkuu wa wilaya wa eneo hilo Christopher Musumbu, OCPD Augustine Kimanteria, afisa anayehusika na visa vya jinai Inspector Welumba, na DCIO Julius Sunkuli wakazingira nyumba hii, nyumba ya Erastus Kirui Chemorei. Katika boma hii ni watu 4 tu waliokuwepo. Abubakar Ndiema Latama, jirani na jamaa aliyekuwa akitaka kununua ng'ombe kutoka kwa Chemorei. Wanawe 2 wa Chemorei, Elijah Kirui Chemorei, Sarah Chebet Chemorei na Erastus Kirui Chemorei. Kwa wakati huo Elijah alikuwa na umri wa miaka 12, naye anakiri kushuhudia yote yaliyojiri. Tulikuwa tumekaa hapo, nilikuwa na baiskeli. Kidogo hapo hivyo kuna Land Rover zilifuatana 3 zikakuja hapo. Kuna mtu alikuwa hapo hivi. Mimi mara ya kwanza vile niliona hizo Land Rover nilikuwa nadhani ya GSU kwa sababu zilikuwa zikikama hapo. Sasa kuiona nikaona kumbe ni ya, nika-realize ni ya polisi. Mwenye alikuwa hapo mbele alikuwa amevaa tracksuit. Vile alishuka tu vile maskari alikuwa anashuka anawaambia nini? Uzunguke compound. Walikuwa wengi. Sisi tukatulia tu hapo hivi. Kidogo tukaambiwa tutoke hapo. Hasa mimi si kutoka nje ya compound. Nikaingia ndani. Nikakuja nikatulia hapo, tukaambiwa tukae hapo chini. Hapo hivi. Hasa vile mimi niliingia nilimwona baba akikuja hivi na Abubakar. Huyo mtu mwenye alikuwa amekuja kununua ng'ombe. Akakuja hapo hivi. Akasimama kwanza. Alikuwa amesimama, kulikuwa na mlango ya nyumba. Ilikuwa imetoka, alikuwa akakalia hapo kwanza. Lakini huyo Abubakar akakuja akakaa. Hiyo store ilikuwa hapa hivi. Sasa akakuja akakaa hapa, yeye akakaa hapa. Hiyo wakati fence ilikuwa hapo hivi.
Yeye akakaa kwa hii kitu nini kiasi yenye kwa resti. Akatulia hapo, mimi nilikuwa nimekaa hapo. Wakaanza kutembea. Kwa kipindi cha dakika kama 15 hivi msako uliendelea hata kwenye dari la nyumba. Hakuna kilichosazwa, kwani hata mkoba wake aliokuwa akibebea vitu vyake vya siri, hususan vya kazini ikiwemo bastola yake, ulivunjwa. Before that, my sister aliuliziwa kifungu. Baba akamwambia apeni kuna kifungu ya nyumba huko, ilikuwa ikikaa kwa nyumba ya wasichana. Akapena, akasema si kifungu. Hiyo nyumba ilifunguliwa lakini akasema si. Akasema na kifungu ya choo. Wakafungua choo, kuna choo ilikuwa inalokiwa, wakaenda wakavunja tu. Wakasema kifungu kingine kwa wapi? Wakatafuta, hakuna, hawakupata nini, wakanyamaza tu. Hata kulikuwa na commotion, magari mob zilikuwa zinakaa huko. Hiyo within that one hour. Sometime nini ndio baba akakuja kuambia kukaa hapa chini. Watu nini hiyo magari yalianza kukuja sasa. Ndio baba akaambia akae chini. Alikuwa amesimama chini, alikuwa amesimama pale. Haya, kidogo hivi. Sasa baada hiyo magari kukuja, hiyo Land Rover 8 nyingine ilikuja. Alafu na kasalon ilikuja hivi. Mimi nikaingia kwa nyumba. Walikuwa wameni order kwanza ni jembe. Ndio walikuwa wako kwa store. Baada ya 1 hour hivi mimi nikaingia kwa nyumba tu. Sasa ninaingia kwa nyumba hivi. Kutoka hivi nini? Walikuwa wameendanga hivi na mbuyu. Haya, vile wanaenda hivi nasikia wanaanza kugombana. Wanasema tu waachana naye. Wengine wanasema msumwache. Wengine wanasema waachana naye. Sema msumwache. Alafu nakumbuka mjamaa alikuwa na nywele mob. Hivi mtu strong hivi. Baadaye nilikuja kusikia ati sijui alikuwa ndio DC ama nani. Huyo hao ndio wakasema shoot mtu. Hasa baba alikuwa maachiliwa, anaambiwa nini? Uishia kuna ng'ombe ilikuwa inakula nepi ya girasuko hivi. Hiyo yenye ilifaa iuzwe hivi. Baba alikuwa ameachiliwa anaenda hasa. Sasa anaenda tu hivi na watu wanainama hasa. Mimi naona mwenye alikuwa amesimama hapo, hata hakukimbia, wanaanza kushoot. Mwenye alikuwa amesimama hapo na watu wenye walikuwa wamemgada hapo hivi. Hawakufanya chochote. Walikuwa wanatembea tu huko. Watu kama wawili ndio walikuwa wanamgada hapo tu. Lakini maskari walikuwa wengi upande pengine. Sasa vile yeye alikuwa anateremka hivyo, wakaanza kushoot. Si watu wote walikuwa na shoot. Na wenye kuna wenye walikuwa wameinama tu. Sasa walikuwa wanagombana, unaona. Haya, nikaona anainama. Sasa mimi niliona kwa hii fence kuna penye kulikuwa na crack hapo hivi. Nikaona sasa hapo ndio nilikuwa naona vizuri, vile nisikia risasi ya kwanza. Nalipigwa risasi akainama. Sasa alikuwa karibu na fence yani. Andako kwenda sasa, andako kuingia upande. Akapigwa mmoja na anaanza kuongea nini bana. Kupendeka hivi. Akainua mkono juu. Sasa vile anainua mkono juu, ndio akachapa hiyo mkono. Alikuwa anainua mkono. Nini bana, anampiga magoti, nilikuwa nasikia hapo. Wanaanza kugombana hapo. Akapigwa risasi mob tu. Wengine wanamesha kwa kifua, anaamka tu. Akachapa risasi mob kwa kifua, akiamka. Akaamka tena hapa akapiga magoti. Alafu hasa wakakaa kama kitu kama 15 minutes hivi. Bado wanagombana. Sasa nilikuwa nasikia tu matusi. Kidogo naona magari zinakuja. 15 minutes hapo amedai. Mwingine hapo hivi akainama akashoot, sijui alishoot risasi ya juu ama nini. Na ameinama tu hapo. Sasa watu walikuwa wanafukuzwa, baba hapo ameuawa sasa hivi. Alafu jamaa mwingine anatokelea tu hivi askari. Anakaa na gani. Alafu anampointia kwa kichwa. Kabla baba hajapoindiwa akaweka mkono mbili chini hivi. Alafu ni kama anapiga nini? Akakaa sana piga sama. Akapiga risasi tatu ya kichwa. Jakalala chini pole hasa. Kona akifurutu anga hapo hivi. Magari mob zikakaa. Mwingine hapa anasema ati tumemweza leo sijui nini. Jamaa msijui mwingine watu wanaongea tu ujinga huko wakitembea. Mara wengine wanaruka kienda upande. Ndio sawa alikuwa anafukuza watu. Kwa mujibu wa duru zetu ni kwamba baada ya kukosa walichokuwa wakitafuta, maafisa hao waliokuwa wamezingira boma nzima ya Chemorei na kuhakikisha kuwa hakuna mtu yoyote yule aliyekuwa karibu kushuhudia watakayofanya, walimwelekeza Chemorei hadi karibu na ua la nyumba yake. Na hapa ndipo Chemorei aliinua mikono yake na kuwaomba wasimuue kabla ya kupigwa risasi zisizopungua 22 na kumaliza papo hapo. Jicho pevu lilifaulu kupata picha video ya marehemu.
video ambayo inaonyesha wazi unyama uliotekelezwa na maafisa waliotakiwa kuwalinda Wakenya na ambao waligeuka na kuwa adui wa usalama. Jinsi walivyomuua Chemorei hata baada ya yeye kutii amri na kuwasikiza, ni dhahiri kuwa dawa za kulevya zilikuwa na umuhimu mkubwa zaidi ya uhai wa mwanadamu. Marehemu Chemorei alipigwa risasi 22 na kuuawa papo hapo mbele ya macho ya wanawe. Kulingana na wanawe, ni dhahiri ya kwamba jinsi ambavyo maafisa hao 70 wa polisi walivyowasili hapa na kumuua Chemorei, ni wazi ya kwamba walikuwa wakisaka funguo zilizokuwa chini ya himaya ya mikono ya baba yao. Dakika chache tu baada ya kumuua Erastus Kirui Chemorei, maafisa wakuu wa polisi wakiongozwa na aliyekuwa mkuu wa wilaya Kitale Christopher Musumbu, OCPD Augustine Kimanteria na DCIO Julius Sunkuli, kulingana na wandani wetu, waliambulia kuweka mikakati ya kuziba pengo la operesheni hiyo ili pasiwe na ushahidi wowote dhidi yao. Mimi naitwa Abubakar Ndiema Latama. Abubakar Ndiema Latama, kando na wanawe Chemorei, Elijah Chemorei na Sarah Chebet Chemorei, ndiye aliyekuwa shahidi mkuu katika kisa hicho na ambaye polisi walihofia. Mtu wa kwanza na wa mwisho aliyeshuhudia yote yaliyojiri. Niliitwa na huyu mzee Erastus Kirui Chemorei kununua ng'ombe hapa, ndume yake. Nilipofika hapa nikakute nyumbani hapa. Tukatumia chai na yeye, kanipeleka mahali ng'ombe ilikuwa hapo nje kwa shamba yake hapo. So tukaona ng'ombe hiyo ndume nyeusi hivi, na tukaongea na yeye bei. Tulipoongea bei na yeye tukamalizana, ndio tukatokezea sasa huko hivi, tukiingia kwa boma hapa mahali ng'ombe, tukakuja na ng'ombe pale kwa boma. Tulipofika hapa akaona magari huko nyuma kwa gate huko. Alipoona magari, sisi tukakuja tu. Bila tuliingia kwa compound hapa ndani, na hao askari sasa wanaingia, wanatuambia mkaeni chini. Yeye alipoona askari hawa, nami akaniambia tukae chini. So tukaketi chini, na hawa sasa wakaanza tu kusemezana naye kidogo, na wananiambia mimi nilale chini. Uamuzi wa kumtesa Abubakar uliafikiwa kama mojawapo ya njia ya kumnyamazisha kabisa asije akazungumzia yalotokea, uamuzi uliokiuka haki za binadamu. Yeye sasa akaketi chini. Alipotoka hapa hata mimi sikujua alitoka namna gani, ndio akafika kaenda sasa paka upande ule. Nilisikia tu mlio ya risasi tu, wakishoot yeye huko risasi, na mimi nilikuwa nimelaswa chini na wengine hapa, niko napigwa na wanaume 4 ndio walikuwa wananipiga mimi sasa hapa chini. Hata semi ya siri walikuwa wako wananifinya hasa huko, wanafuruta sana paka hata walifuruta kabisa paka hata nikatibiwa, kasikia hata damu ikutoka kutondoka sasa semi ya siri. Nao kwa saa hizo wakanipeleka sasa, wakanishika hasa kutoka hapa hasa kupeleka huko mali marehemu alikuwa.
Nilipofika mahali pale nilikuta kama marehemu. Sasa nikashangaa, kumbe marehemu amekufa, amewawa. Hako anajipiga tu miguu, sasa anajimalizika. Sasa hapo sasa vile nilifika hapo ndio wakaniambia kitu iko shika yeye. Kajaribu kushika yeye, akawa mzito sana. So akasema wanajifanya leo wewe utapatikana. Ndio wakaniambia hasa kula ubongo yake, chota hiyo ubongo. Kichwa ilikuwa imegongwa, imebaki wazi, na hiyo ubongo ilikuwa tu kwa chini tu sasa hivi. So nikachota sasa na kutumia. Hiyo ndio ilinisaidia kwa kutumia hiyo ubongo, kwa sababu maisha yangu naye siku hiyo ilikuwa hasa ni kukwenda tu, kwa sababu ningekataa naonekana ningewawa. So mmoja wao sasa akasema vile umekula hiyo sasa wewe sasa shika hiyo mti yako sasa. Nao nikajaribu kushika yeye, kao ngumu. Jamaa kao mzito. So hao kuongeza force ya askari wenzake. Mimi nikashika wasemi ya kichwa hivi mpaka kwa kifua, nikabeba hivi. Wale sasa wakanisaidia kwa kichwa, tukapeleka sasa mpaka kwa gari na Rover. Sasa tukaweka ndani. Tulipoweka ndani, mimi sasa nikaambiwa sasa kulalia yeye. Sasa nikalalia yeye, sasa akawa kama amelala hivi, nikalalia kifua yake sasa hivi. Wakatufunika sasa na blanket moja mpaka kwa polisi, kwa station. Tulipofika kwa station, hiyo blanket sasa wakatufungua hasa kwa blanket. Na mimi sasa nikaambiwa nitoe yeye, akawa mzito. Nikafuruta tu hivi, akaanguka chini. So hapo tu ndio alala, nami nikaambiwa kulala hapo chini. Nami nikalala tu hapo chini. Sasa hizo bila tulikuwa nalala, mimi nalala chini. Kidogo wakanishika hapo. Wakaniambia wakuja hasa wakanishika. Saa hizo sasa hawa sasa wakashika mti awe, wakarudisha yeye kwa gari. Marehemu sasa wakapeleka mochari. Wengine wanasema tupeleke mochari. Mimi nikapelekwa kwa polisi ndani. Sasa vile niliweka kwa polisi siku 4 bila kukula chochote. Katika muda huo wote hakuna mtu yoyote aliyekuwa akimjua Abubakar, kwani polisi waliambulia kuwa majaji, kando na kumharibia hata maisha yake ya kawaida. Hata mimi saizi mkiniona saizi hivi niko tu mfano tu ya mwanaume, lakini mimi ni mama kwa upande mwingine. Kwa sababu sasa hata hapo awali nilikuwa na mama wawili. Saizi mama hata alienda mwingine. Mwenye wako sasa ndio wako na watoto wengi hapa nyumbani. Ndio tuko na yeye sasa. Na huyo sasa tunakaa na yeye tu kwa sababu hako na watoto yake. Na ule mwenye alikuwa wako na watoto 4, huyo alijiendea kwa sababu alikuwa angali msichana. Kwa sababu sasa mimi sina laini yote ya kuongoje yeye. Huyo angali damu yake nakimbia. Sasa mimi nakaa tu. Hata saa hii nashangaa sana nikiona hata gari ya serikali ya polisi yote saa hizi, mimi huwa inanisumbua akili sana. Akili hata ninakaa kama nataka nikimbie tu. Saa hii niko na wasiwasi sana mwingi. Hata saa hizi mimi tu kuishi tu ni ngumu. Maisha yenyewe ni ngumu. Watoto hata saa hizi kuna watoto wanaendelea na masomo, lakini sina namna kabisa ili na wasaidia hao hata waendelee hata kusoma vizuri vile ingekuwa wakati ule nyuma. Nikauza shamba. Hiyo shamba sasa yote mali nilikuwa sehemu hiyo yote nikauza kujitafuta sasa matibabu ya kujitibu, ili saa zingine wende ikawa na washakuwa hata mtu ile na washakaa kama wanaume wenzangu, lakini hiyo yote ikawa ngumu. Baada ya mauaji ya Erastus Kirui Chemorei, polisi walizidi kula njama zaidi ya kuhakikisha kuwa kamwe hakutawahi kuwa na ushahidi. Hata hivyo, ole wao, kwani jicho pevu ilizamia swala hili na kuzuka mzima na ushahidi.
kando na kufanikiwa kupata ripoti ya maafisa wote wa polisi waliohusika na mauaji hayo na ambayo sasa imo mikononi mwetu. Julius Sunkuli aliyekuwa DCIO wakati huo, kwa mujibu wa barua hii ya askari mwenzake kwa jina la David Ndhiri, nambari ya usajili 51763, ni kwamba kabla ya kumuua Chemorei, Kimanteri aliulizia funguo ya chumba fulani ambayo marehemu alimtuma mwanawe kumletea. Baada ya kuuawa tu hivi saa 5, saa 7 nasikia news ati Chemorei jambazi sugu. Alafu wanasema tusije mpatikana na maganzi, lakini sikuona. Sasa saa hizo tu hivi sisi tuliendanga huko kwa hivi tunaona ati penye wamepata bunduki 3. Hata shimo ni kama wasomefanya tu hivi kiasi umefika tu chini hivi, nila anamfanya tu hivi. Walimuua, istoshe walienda tu wenyewe kwa nyumba wakachukua vitu yenye walichukua ndani na wakatoka. Hatujui ni nini kwa sababu hakuna mtu alienda nao kwa nyumba. Ni nini walichukua? Mpaka watoto wenye walikuwa hapa wawili, msichana na kijana, hawakuruhusiwa waingie ndani. Taarifa ambazo ni za kukanganya ikilinganishwa na ile ya afisa mwingine wa polisi kutoka kambi ya polisi ya Kapsowar kwa jina la Daniel Mayo, nambari ya usajili 81424, anayesema katika barua yake kuwa walipofika kwa nyumba ya marehemu walimpata OCPD Augustine Kimanteria pamoja na watu wengine wawili wasiojulikana. Na hapa ndipo DCIO Julius Sunkuli aliwaarifu wasubiri nje kabla ya kuingia katika nyumba ya marehemu na kufanya upekuzi zaidi. Baada ya muda mfupi, Julius Sunkuli alitoka nje na kuwaarifu polisi kuanzisha msako ndani ya nyumba hiyo. Polisi walitii amri na kufanya hivyo kabla ya kutoka nje na risasi 2 na mkoba wake mmoja na kumkabidhi Julius Sunkuli. Kwa mujibu wa barua hii ya polisi huyo ni kwamba walipokuwa wakiendelea na msako walisikia milio ya risasi, na walipotoka nje aliona bunduki zingine 3 aina ya AK-47, mikoba ya risasi 3 zilizokuwa na risasi 60, huku nao mwili wa marehemu Chemorei ukiwa umelala mita 30 karibu na nyumba yake ukiwa imepigwa risasi. Katika barua yake na OCPD Augustine Kimanteria, kando na kutajwa kuwa hapo na maafisa wenzake, yeye anajiweka kando na kusema kuwa akiwa njiani aliarifiwa kuwa kuna washukiwa wengine waliotoweka kutoka kwa boma ya Chemorei, na hapa ndipo alipoamua kuwafuata. Alipowakosa, Kimanteria anasema kuwa akiwa njiani kurudi karibu na mlango wa boma hilo alisikia milio ya risasi iliyochukua takriban dakika kama 3 hivi, na kulipotulia aliona mwili wa Chemorei ukiwa umelazwa kando na alama za risasi, kabla ya kuarifiwa kuwa Chemorei alikuwa ameruka juu ya ua la nyumba yake akijaribu kuhepa baada ya kupatikana kwa bunduki. Katika taarifa yake, Kimanteria anasema kuwa silaha iliyopatikana ni bunduki 3 aina ya AK-47, nambari za usajili 56128132, 564 1960 A 5207 3860 56 367017, kisu cha bunduki almaruf bayonet pamoja na risasi 62. Taarifa ambazo zinawiana na polisi wenzake ambao walisema ni risasi 60, mkoba mmoja wa bunduki bila ya kisu cha bunduki. Naye mkuu wa wilaya wakati huo Christopher Musumbu katika ripoti yake alisema kuwa ni bunduki 3 aina ya AK-47, risasi 62 na mikoba 4 ya risasi zilizopatikana. Ajabu ni kwamba Musumbu hakutaja kisu cha bunduki. Ripoti ya Julius Sunkuli nayo inasema kuwa baada ya kupatikana kwa silaha hizo, marehemu Chemorei alijaribu kukimbia kando na kutaka kumnyang'anya afisa wa polisi bunduki yake, na hapa ndipo alipopigwa risasi. Kukujuza zaidi ni kwamba tunazo barua za polisi zaidi ya 24 na zinazoonyesha wazi taarifa tofauti za kukanganya.
Baada ya matukio hayo, makao makuu ya CID yalimtuma mpelelezi wake, afisa mkuu wa polisi kwa jina la Lilian Kiamba, nambari ya usajili 215067 kutoka kitengo cha uhalifu almaruf Serious Crime Unit kuchunguza kesi hiyo. Tarehe 28 mwezi wa Juni mwaka wa 2005, baada ya kupata ripoti zote, Lilian hakuamini macho yake. Kati ya bunduki zote 12 pamoja na maganda ya risasi iliyotumiwa katika mauaji ya Chemorei, ni bunduki 2 tu zilitambuliwa. Bunduki 2 aina ya G3, nambari za usajili 007259 na nyingine 692773. Katika ripoti ya afisa wa polisi anayehusika na masuala ya uhifadhi wa bunduki Silvanus Mandegwa, nambari ya usajili 72650, ni kwamba baada ya maafisa wote waliotumwa katika operesheni ya Chemorei kuwasilisha bunduki zao, kasoro ilijiri. Kasoro ya kutokuwepo kwa bunduki 2 aina ya G3, nambari ya usajili 9692773 na 970855999. Bunduki ya maafisa wawili wa polisi kwa jina la P. Kibor, nambari yake ya usajili 60355, na Koplo J. Cheruyot, nambari ya usajili 41000. Bunduki ambazo zilikabidhiwa maafisa hao wawili na ambazo hazikuwasilishwa kazini baada ya mauaji ya Erastus Kirui Chemorei. Huenda bunduki hizo 2 zikawa ndizo zilitumiwa na maafisa wa polisi dhidi ya marehemu Chemorei na kuzidai kuwa zake, ilhali zilikuwa za polisi. Uchunguzi wetu ulibaini kuwa katika ripoti ya Silvanus Mandegwa, sehemu 2 muhimu zilikuwa zimefutwa kuondoa ushahidi. Ushahidi mwingine ni ule wa afisa Bernard Cheruyot, nambari ya usajili 77200, ambaye alikiri katika ripoti yake kwamba Chemorei hakukaidi amri na kukimbia kama ilivyodaiwa na wakubwa zake. Ripoti nyingine ya kukanganya ni ya Koplo Jackson Cheruyot, aliyekiri kuwa walipowasili katika nyumba ya marehemu kabla ya mauaji, alipata OCPD akiwa na watu wengine 2 nje ya boma ya marehemu, watu ambao kwa mujibu wa polisi huyo hawajulikani. Mwanawe marehemu Elijah Chemorei pia katika ripoti yake anakiri kuona magari 2 madogo yaliyokuwa na mzungu mmoja ndani yake. Duru kutoka makao makuu ya CID zinatuarifu kuwa watu hao 2 walikuwa maafisa wa CID waliotumwa kuhakikisha mauaji ya Chemorei yametekelezwa na waliokuwa wa kwanza kummiminia risasi. Daktari wa upasuaji Shevlana Alexandrovna Koslova katika ripoti yake anaelezea wazi kwamba alifanya upasuaji huo baada ya kutakiwa kufanya hivyo na inspekta wa polisi David Kitur, aliyesema kuwa Chemorei aliuawa baada ya ufyatuliaji wa risasi baina yake na polisi wakati walipokuwa wakitaka kusaka nyumba yake. Askari waliomuua unasema walikuwa wangapi? Walikuwa 70 wenye walikuja kwa compound, including DC akiwa ndani, OCBD akiwa ndani, DCI akiwa ndani. Niliuliza yeye cocaine ni vitu gani? Akasema ni vitu tu, ni madawa tu, na akanyamaza hivyo, hakujibu. Hakunijibu kitu, alisema tu madawa tu, na hakusema tena. Hakutaka sana, hata kama mtoto wako hapo, anasema chukua mtoto aende nje asikise news vile ilikuwa inaendelea. Sasa by that time kulikuwa na vile wanaongelea mambo ya drugs hiyo. Sasa sisi hatukuwa tunajua hii drugs ni nini. Unajua like me sasa sikuwa najua drugs hii ni vitu gani, sikuwa najua. Baada ya kumuua Chemorei, polisi walisalia kula njama ya mwisho kupitia propaganda finyu.
propaganda ya kuwapotosha Wakenya. Eti polisi walifanikiwa kumuua jambazi sugu aliyekuwa akisakwa kwa udi na uvumba. Taarifa ambazo zilipokelewa na kuonekana za kweli na wengi wa Wakenya, licha ya vyombo vya habari vingine kujaribu kukaribia ukweli wa mambo. Aliuawa na wakasema jambazi sugu. Yaani kuumisa sasa zaidi jambazi sugu. Jambazi sugu yenye hatujui alimuibia nani. Amefanya kazi penye amesunguka Kenya mzima akifanyia serikali kazi. Penye kuna hatari amepitia huko na hakuuawa msituni. Akakuja kuuawa nyumbani. Je, maafisa waliompiga risasi Chemorei ni kina nani? Jicho pevu sasa limebaini wazi ya kwamba maafisa waliomuua Erastus Kirui Chemorei walikusanywa kutoka vituo mbalimbali, huku mkuu wa wilaya Christopher Musumbu, OCPD Augustine Kimanteria na DCIO Julius Sunkuli wakisalia kama mashahidi wanaoweza elezea ni nani hasa aliyepeana amri ya kuuawa kwa Chemorei kutoka makao makuu ya polisi au ile ya CID jijini Nairobi. Kando na hayo, jicho pevu limepata stakabadhi ya majina ya maafisa 12 wa polisi pamoja na nambari zao za usajili na wanaodaiwa kumuua Erastus Kirui Chemorei. Kupitia barua ya Geoffrey Mwema Njukia nambari ya usajili 25040 ambaye anahusika katika kitengo cha hifadhi ya silaha almaarufu Amari katika kituo cha polisi cha Kitale, polisi waliotumia bunduki zao wakati wa operesheni hiyo ni David Kiprotich aliyetumia risasi 1, Bernard Cheruiyot risasi 3, Philip Kibor risasi 4, David Jinthiri risasi 3, Daniel Mayo risasi 5, David Kuura risasi 3, Timon Barno risasi 1, Michael Kipskosgei risasi 4, Moses Cherono risasi 1, Wilson Ngeno risasi 3, Paul Chelanga risasi 6 na Kipchumba Deketet risasi 5. Kuuawa kwa Chemorei kulianzisha ukurasa mpya wa mauaji, licha ya idara zote za kiusalama ikiwemo ile ya GSU kutupilia mbali na kumtenga mmoja wao, kando na hata kudinda kuchangia katika mazishi ya afisa mwenzao. Nilienda GSU headquarters. Sikupata commandant. Mr. anaitwa Lawrence Mwandime alikuwa leave. By that time tribute commandant alikuwa ndio Matthew Terry. Hakuwa, sikumpata. Nilimpata Isaiah, ndio sasa commandant saa hii. Ndio nilimpata kwa ofisi. Nikaenda mpaka kwa ofisi yake, nikaongea na yeye, nikamuuliza mkubwa, itawezekana mnisaidie kumsika basi? Kwa sababu alikuwa tumefanya postmortem, tumemaliza, tunangoja wakuje wamsike. Akasema haiwezekani kwa sababu mnasikia vile spokesman, siji police spokesman alikuwa anaitwa Ambati. Alisema the government has got no any business with a criminal man. Mtandao wa WikiLeaks unadai kuwa mauaji ya Erastus Kirui Chemorei yalitekelezwa katika njia ya kutatanisha kutokana na jukumu alilopewa la kukaa na funguo za chumba spesheli ambamo dawa hizo haramu za cocaine zilikuwa zimefungiwa. Kwa sasa familia ya marehemu Erastus Kirui Chemorei imesalia kuishi katika hali ya upweke bila ya baba yao, huku wakisubiri kuona iwapo kweli haki itawahi tendeka. Inafika mahali mpaka tunajiuliza kuna haki siku moja? Hiyo tu ndio tunasemanga kuna siku haki itaonekana. Maafisa wakuu waliosimamia operesheni hiyo bado wanazidi kuhudumu katika afisi za serikali kando na kupandishwa vyeo. Augustine Kimanteria kwa sasa ni naibu kamanda wa polisi masuala ya usimamizi wa kiafisi. Christopher Musumbu, kamishna eneo la North Rift, akipiga kambi katika afisi ya Nyayo hapa Nairobi. Naye Julius Sunkuli, baada ya kuhudumu kama afisa mkuu wa Flying Squad, sasa ni afisa anayesimamia operesheni ya mkoa wa Nairobi katika idara ya CID Nairobi area.
Tunapozungumza taifa nzima hutusikiza. Tunapouliza maswali sisi hupata jawabu. Fanya one more. Tunaposikia sisi uhakikisha. Sio vile tunavyoifanya, bali ni moyo wetu wa kujitolea muhanga. Tuko katika mstari wa mbele kukuletea dondoo za hapa na pale. Kuanzia hapa, niko hapa Antwerp, Ubelgiji. Kwa mujibu wa polisi wa Uganda ni kwamba hii ndiyo mbinu ya usafiri iliyotumiwa na washukiwa wa kigaidi. Niko katika ikulu ya Portland, mita 300 mkabala na ghuba la Edeni. Hatuna mipaka. Ni taifa ambalo wananchi wamezoea kuishi kwa mtutu wa bunduki. Hapa Amsterdam, Uholanzi. Niko katika mpaka wa Kenya na Tanzania hapa Tarakea. Hatuogopi chochote. Wacha nikuja hapo tuongee. Hatua ya kwanza ni hapa katika kizuizi cha Kanagoni, mahala ambapo ni sharti upewe ulinzi wa kutosha kuelekea. Huwezi vizuia kuzungumza. Kilomita 2 kutoka kituo hiki cha polisi cha kushika doria cha Ishakani ni kambi ya wanajeshi wa Kenya. Tunalolijua sisi ni kukuletea wewe shabiki wetu wa dhati habari tendeti na za kuaminika. Jiunge nami mwanahabari wako mpekuzi Mohamed Ali katika ziara yangu ya jicho pevu kwa taarifa za kustaajabisha na kupasua moyo. Baada ya kuuawa kwa Chemorei, walanguzi waliendeleza biashara zao pasi na woga kwa muda. Miaka kadhaa baadaye, msafara wa mauaji ukaelekezwa hadi mji wa Mombasa. Mapema mwaka wa 2009, walanguzi kwa ushirikiano na baadhi ya maafisa wakuu wa polisi wafisadi wanadaiwa kuanza kupanga njama ya kuwatia woga na kuangamiza maafisa chapakazi wa polisi waliokuwa wakijihusisha na upelelezi wa dawa za kulevya mjini Mombasa. Badi Said Mwajirani, inspekta wa polisi wa utawala, pamoja na mwenzake Juma Mwagatu walikuwa miongoni mwa maafisa waliolengwa na watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi wenzao na ambao walikuwa wakipokea amri kutoka kwa afisa mmoja mkuu wa polisi. Wawili hao walikuwa wakichunguza mienendo ya walanguzi wa madawa ya kulevya kiasi cha kutatiza kazi yao. Inadaiwa kuwa Juma Mwagatu na Badi Mwajirani walikuwa wamepewa kazi ya kusafirisha mizigo kila siku na afisa mmoja mkuu wa polisi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kazi yao ilihusisha jamaa huyu, jamaa ambaye jina lake tumelibana, na anayedai kuwa alikuwa mshiriki wa Juma Mwagatu na Badi Mwajirani katika makazi yao. Mimi pale nilikuwa nimechukuliwa kama driver private, ambapo nilikuwa nabeba wale wa maaskari wa anti-narcotic. So katika ile kazi nilikuwa nafanya, baadaye nilikuja nikagundua kwamba ile gari nilikuwa napeleka ilikuwa na supply unga. So baada ya kugundua ile kitu, ikabidi nimueleze ule askari ambaye alikuwa amenipeleka mimi pale kazi, ambao ni Chief Inspector Badi Mwajirani, ambao ni marehemu kwa sasa. Katika kipindi hicho Badi Mwajirani, Juma Mwagatu na kuwa wakijua ni nini walichokuwa wakisafirisha. Siku moja waliamua kuegesha gari kando na kuanza kufungua vifurushi hivyo walivyokuwa wakibebeshwa na wakubwa zao. Hata siku moja nilikuwa nimepewa Land Rover serikali. Ikawa tunaenda Shimoni. Sasa nikamwambia yule mzee, nataka leo pia nao uamini na tujue leo tunabeba nini. Tukaenda naye mpaka Shimoni, kwa sababu tulikuwa tunaenda Shimoni, Vanga, Lungalunga, Vanga kule baharini. Ndio tulikuwa tukichukua hizo vitu. Kwa sababu tulikuwa tunatumwa, tunaambiwa nendeni mkachukue, mtapoa box fulani. Hasa nitapoa kama box 10 au box 6. Lakini katika zile boxi ziko packets ambazo ni kama zile za unga wa chapati 6 kwa kila box.
Wakati tulichukua zile mzigo tukirudi, tukifika msituni, mzee Badi akasema, hebu simamisha gari, leo tunataka kujua tunabeba nini. Kama ni bomu acha ilipuke, tugonje bomu limetu. Tulipofungua zile vitu tukapata kwamba ni unga. Tukaziregesha, tukazipiga sile mzuri, tukazileta mpaka town. Ni kwa sababu tulikuwa tunakuja mpaka Ukunda pale Diani, alafu zinadropiwa pale. Hasa kufika pale inachukuliwa na ambulance. Na pale inaescortiwa na gari ya serikali. Ambapo hapo tulikuwa tunaweza pata gari nyingine ya premium ambapo haina namba, lakini iko na flying squad kutoka Coast Province. Sasa wale wanapea ile gari escort, na mimi pia niko na gari nyingine, private gari ndogo. Sasa tunakuja, tukifika town tuna drop hizi vitu Central pale. Zinatolewa hapo, zinapelekwa mpaka Province. Sasa zingine tunatolewa hapa, tunaenda kuchukua zingine Malindi. Zile vitu tulikuwa tukienda kubeba, tunapewa security mpaka na serikali. Ambapo kitu ambapo haijulikani na mkubwa, kuna vile mtapewa security. Na ulikuwa ukiona ambulance, utaiona Land Rover nyuma. Ama Land Rover mbele, ambulance nyuma. Hiyo ni escort ambayo inapewa na wakubwa. Baada ya kubaini ni nini walichokuwa wakibebeshwa kwa muda mrefu, mkoko ulianza kualika maua. Waliokuwa wakipokea mizigo walibaini kuwepo kwa hitilafu fulani. Na hapa ndipo inakisiwa walianza mchezo wa kucheza na pesa kuziba siri zao. Kwa napewa 7,000, saa zingine napewa 50,000, zingine 20,000. Hivyo ndio vile walikuwa wakinilipa. Duru zinatuarifu kuwa baada ya tukio la kuvumbua kazi waliokuwa wakifanyishwa, Badi Mwajirani alianza kutofautiana na wakubwa zake kuhusiana na swala lote la mihadarati. Na hapa ndipo walipoanza kujipata mashakani. Wale waliopatikana kwenda kinyume na biashara za walanguzi walijipata wakiteswa na maafisa wa polisi katika njia ya kutatanisha. Kulingana na mwanawe wa kike ambaye mara kwa mara huzuru nyumba iliyokuwa ya marehemu babake kabla ya kufurushwa na polisi, ni kwamba wakuu wake walianza kumsukuma na kumfuata hadi nyumbani kwake, huku wakimtisha zaidi. Kamona na wasiwasi. Yule mama aliyokuwa naye ndo nikamuuliza kuna nini, mbona anamuona ana wasiwasi. Ananiambia nyumbani kulikuja askari usiku na sio kawaida, na anasema ni askari mkubwa. Sasa katika ile harakati ya kuongea, yeye huyo mama yuko chumbani, hawakuelewana. Ni kama sawa basi nitakuonesha. Aliposikia hilo neno, wakati watoka huyo askari na ameenda, hakumuona. Sasa ana wasiwasi, ndo nashindwa mimi nikamfuata nikamuuliza, dadi kuna nini, mbona sielewi, mimi naambia kuna wasiwasi. Ananiambia iko shida, kuna mizigo, kuna bangi nilikuwa nimeshika na wale walikuwa nimewashika walijaribu kupigia mkubwa nikawazuia. Sasa huyo mkubwa alikuja nyumbani akaniambia niachilie ile bangi tuongee. Mimi nikamwambia kesi imefika kwa PC, siwezi shughulikia. Sasa amejaribu akinitishia maisha, ananipigia simu. Kila nikimueleza simuelewi. Hivi sasa pia amenipigia, ndo naona niko na wasiwasi, nikaikata. Na hivi nataka tukimaliza mkutano nirudi nyumbani mapema, nilale mapema, kesho niingie kazini nione itakuwaje, kwa sababu naweza chelewa nikavamiwa. Hatua hii ilimlazimu Badi kutembelea mwanawe aliyekuwa akisoma katika shule moja ya upili na kumwelezea kilichokuwa kikimkera, kando na kumpigia simu bintiye kila mara. Sasa wakati niko skuli akanipigia simu, wananiendea kinyuma hivi, sasa anataka kunipokonya bunduki. Kwa sababu yani nilikuwa close naye, anifichi mambo mengi. Ya mwanzo ile karibu sawa akiwa ako kazini. Kaambia nataka kupokonya bunduki. Okay, sawa basi acha nikirudi tutakuja tuongee vizuri. Sasa shule zilipofungwa ndo narudi. Nikakaa naye tukaongea. Kananiambia huwa ananipeleka mbio kikazi, mimi nashindwa kuelewa kuna nini. Alinipigia simu, nilikuwa kwa salon kwa na clients. Sio namwambia nakupigia, hata sijamalizia huyo client ashanipigia simu. Sasa kanipigia ongee vitu za nini, ni kama wasiwasi nafikiri alikuwa nayo. Wasilokuwa wakijua ni kwamba njama dhidi yao ilikuwa imeshakamilika. Siku kadhaa baada ya kulazimishwa kurudisha bunduki yake ya kazi, wandani wetu wanatuarifu kuwa Badi alipokea simu kutoka kwa wakubwa wao wawili, wakiarifiwa waelekee katika maeneo fulani nyuma ya duka maarufu la kuuza magari mjini Mombasa.
Inakisiwa kuwa wawili hao walikuwa miongoni mwa wale maafisa wakuu waliokuwa wakimhangaisha Badi kikazi, kando na kumpokonya bunduki. Badi na mwenzake walielekea mahala hapo na kusubiri maagizo zaidi, huku Badi akijiburudisha na kinywaji katika kibanda hiki, naye Juma Mwagatu akiondoka kidogo kuelekea dukani kabla ya kujiunga naye tena. Baada ya dakika kama 3 hivi, maafisa wa Flying Squad waliwasili hapa na kuanza kuwafyatulia risasi Badi na mwenzake Juma Mwagatu. Hapa ndipo maafisa wawili wa polisi walipopigwa risasi na kuuawa kwa mtutu wa bunduki. Inadaiwa ni maafisa wa polisi wenzao waliotekeleza mauaji hayo. Hata hivyo, wandani wetu wanatuelezea kwamba huenda maafisa hao wawili wa utawala walikuwa wakijua mengi kuhusiana na masuala ya ulanguzi wa madawa ya kulevya hapa mjini Mombasa. Aliyeshuhudia mauaji hayo ni mama huyu ambaye anakiri kuzungumza na marehemu Badi mara ya mwisho kabla ya kuuawa kwake. Muda mfupi baadaye, wakuu wa polisi waliwasili hapa na kudai wawili hao walikuwa na njama ya kupora duka moja. The officers who had an ambush challenged the suspects who drew firearms. Ajabu ni kwamba katika eneo hilo hakukuwa na duka ila vibanda vya chai, na wandani wetu wanatuarifu kuwa kampuni hiyo haikuwa na pesa wakati wa mauaji hayo, kando kuwa vigumu kwa wao kupora kupitia sehemu ya nyuma. Picha za CCTV zilizokuwa zikionyesha wazi ni kina nani waliotekeleza mauaji hayo zilichukuliwa mara moja na maafisa wa polisi, huku wanahabari wakifichwa. Walichosahau kukomboa ni kamera ya marehemu Badi Mwajirani iliyokuwa na ushahidi wa magari yaliyokuwa yakisafirisha dawa hizo na ambazo sasa imo mikononi mwetu. Mauaji hayo yalisababisha hali ya waka kati ya polisi wa kawaida na wale wa utawala kwa siku 3 mtawalia, huku kukiwa na hofu ya kwamba polisi wa utawala walikuwa na nia ya kuvamia kituo cha polisi cha Central huko Mombasa. Ajabu ni kwamba familia ya Juma Mwagatu ililipwa fidia, huku familia ya Badi Mwajirani ikiachwa bila makao na kuhangaika. Gratuity walinipa 521. Na hiyo waliniambia ni school fees ya watoto. Ile walinipatia 1,00,000 na 40. Hatukuna usaidizi tumepata sofa, hakuna usaidizi ambao tumepata mpaka saa hizi. Tunapata shida kwa sababu mzazi wetu alikuwa kwa serikali ameuawa. Mwingine aliyeuawa katika njia hiyo ni afisa wa ujasusi wa NSIS Abud Mbwana, aliyekuwa akichunguza mienendo ya walanguzi wa mihadarati mjini Mombasa. Kabla ya kuuawa kwake, inakisiwa kuwa tarehe 15 Juni mwaka 2010 aliwahi kutuma ujumbe unaosema kwa lugha ya Kimombo kwa rafiki ambaye alimuelezea matatizo yake ya mara kwa mara. Nikinukuu, "Sijui nitakufanyia nini ili uniamini ninachokuambia. Ni nini kingine unachotaka kusikia? Utakaponikosa kwa wiki kadhaa ndipo utaniamini." Mwisho wa nukuu. Kabla ya kifo chake, Abud anakisiwa kukutana na watu fulani katika maeneo ya Nyali Cinemax, na alipomaliza kuzungumza nao alitoka nje akiwa na hasira na haijulikani nini hasa walichokuwa wakizungumzia. Akiwa na mpango wa kurudi Nairobi na baada ya kukamilisha kutizama mechi za ughaibuni katika maeneo ya Blue Room, Abud Mbwana alielekea msikitini kuswali pasi na kujua kuwa hiyo ndiyo iliyokuwa swala yake ya mwisho. Baada ya kukamilisha ibada yake, Abud alitoka nje akitaka kuingia ndani ya gari lake, na hapa ndipo alipomiminiwa risasi 9, 5 kifuani na 4 kwa mgongo, kuhakikisha hatosimama wala kuishi kuelezea yaliyomkumba. Walomuua wanadaiwa kujulikana na maafisa wa polisi, na wengi wao, kando na kupewa bunduki kiholela na serikali, ushirikiana na maafisa hao kuendeleza biashara zao za ulanguzi wa dawa za kulevya. Afisa mwingine aliyeuawa katika njia hiyo hiyo ni aliyekuwa afisa mpelelezi wa wilaya katika kituo cha bandari, Abdullahi Hassan, ambaye pia alipigwa risasi na kuuawa nje ya nyumba yake
katika mtaa wa Ganjoni. Afisa aliyekuwa akijua mengi kuhusu sakata ya mihadarati ndani ya bandari ya Pwani na aliyekuwa akifuatilia uchunguzi wa konteina kadhaa zilizokuwa na mihadarati. Nduguye Abdullahi ambaye hakutaka kujulikana anadai kuwa Abdullahi alimuelezea mengi kuhusu konteina aliyoishika pasi na kujua konteina hiyo ilikuwa ya watu fulani mashuhuri, miongoni mwao mwanasiasa mmoja wa mkoa wa Kati, na iliyosababisha yeye kuishi maisha ya kubadilisha magari na mienendo yake kabla ya kuuawa. Duru zinatuarifu kuwa waliomuua ni raia wawili wa Kenya na Mganda mmoja ambaye alikuwa mpiganaji wa wanamgambo wa LRA huko Uganda, na ambao waliuawa na polisi baadaye kwa hofu kuwa huenda wakaropokwa. Kwa sasa familia ya Abdullahi inapitia mahangaiko na mitihani ya kila aina, kwani maisha bila ya kipenzi chao imewafanya wanyonge. Watu ambao wameua babangu sasa hivi wanalea watoto wao kama watalii. Sisi tunakaa hivi, lakini nashukuru Mungu amenifikisha hapa. Niko class 7, nikimaliza nataka kuwa mtu mkubwa, nataka kusaidia mandugu zangu, lakini nikikumbuka mtoto wetu mdogo ambaye anaitwa Shuraib, nikikaa tu ananiambia babako wapi, nakumbuka tu nalia mweke yangu, nao wanakaa hapo wanalea watoto wao. Asanteni. Kwa ujumla ni maafisa 5 wa polisi waliouawa kwa njia ya kutatanisha, huku mmoja aliyesalia na ushahidi wa mwisho kwa jina la Jarso Godana akisalia mafichoni licha ya ushahidi wake kuwasilishwa bungeni na mbunge wa Imenti ya Kati Gitobu Imanyara. Jarso Godana huenda pia akauawa katika njia isiyoeleweka na Wakenya kuambuliwa kupewa taarifa za porojo na idara za kiusalama. Katika ufuo wa bahari Hindi, maswali mengi bado yanachipuka. Licha ya kuwa na vitengo mbalimbali vya kiusalama ikiwemo jeshi letu la wanamaji, na ambalo lina uwezo wa kutambua kinachoingia ndani na kutoka nje ya nchi kupitia mitambo yake maalum, swala la mihadarati kuingizwa kupitia ufuo huu huenda pia ikawa ni hekaya za Abunuwasi. Haingii akili ni kwa njia ipi jeshi letu, jeshi la wanamaji, litashindwa kubaini chochote kile kinachoingia kupitia ufuo wa bahari Hindi, hususan ikizingatiwa kwamba wao wana uwezo wa kutizama maili kama 200 hivi na kubaini chochote kinachoingizwa nchini Kenya. Kwa sasa umma bado unazidi kuteketea, huku watu kadhaa wakizidi kuneemeka katika misingi ya kisiasa au hata kibiashara. Idadi ya maafisa wa polisi chapakazi wanaochunguza mienendo ya walanguzi wa dawa za kulevya wanazidi kudhalilishwa na wakubwa zao, huku wengine wakiuawa. Serikali nayo imegeuka na kuwa serikali, huku Kenya ikisalia kuwa taifa la mtu mle mtu. Je, nani ndiye mtetezi wa kweli, haki na wa kuaminika? Mohamed Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.